Shalom Mtanzania. Kwa majina yangu naitwa Enoki Benson Kayange. Ni mtumishi wa Mungu, nimeokoka na mpenda Yesu. Basi leo tarehe 3 mwezi wa 12 kuna jambo ambalo nimewiwa kulisema kwenu wa Tanzania wenzangu. Baada ya kushuhudia mauaji ya kikatili yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10, baada ya kusikia matamko kadhaa kutoka kwenye taasisi za kidini, taasisi za kimataifa, baada ya kusikia hotuba za rais, ziara za waziri mkuu, binafsi nimewiwa sana kulisema hili jambo kwenu wa Tanzania mnisikie. Na kabla sijazungumza jambo hili ambalo litalilenga moja kwa moja kanisa, ningependa nisome kitabu cha Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Ndugu zangu, kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza kimeandikwa na Mtume Paulo. Na Mtume Paulo amekiandika hiki kitabu kuanzia mwaka wa 62 mpaka mwaka wa 66. Katika kipindi hicho alikuwa mfalme mmoja anatawala dola ya Kirumi. Mfalme huyo alikuwa anajulikana kwa jina la Nero. Mfalme huyu alifananishwa na mpinga Kristo kutokana na ukatili aliokuwa nao dhidi ya kanisa. Mfalme huyu alichukia Ukristo kuliko kitu kingine chochote, na alianzisha operation kabambe ya kukomesha Ukristo. Na moja kati ya vitu alivyovifanya Mfalme Nero ilikuwa ni pamoja na kuanzisha mashindano ya wanyama na binadamu. Yaani anachukua wanyama wakali kama simba na dubu, anawafungia kwenye chumba, alafu anawachukua Wakristo anawafungia kwenye chumba. Baadaye wanaletwa kwenye kiwanja, mnyama pamoja na Mkristo wapambane, atakayeshinda ashinde. Kupitia mashindano hayo ya wanyama, ndugu zangu, Wakristo walikufa vibaya sana. Lakini pia huyu Nero kwa ukatili wake alianzisha bustani inayojulikana kama bustani ya Nero. Wakati wa usiku usio na mbalamwezi aliwakamata Wakristo na kuwafunga katika nguzo, alafu anachukua mafuta ya taa au petroli anawamwagia, kisha anawachoma moto kwa kiberiti, huku Nero akiendelea kufurahia kwamba mwanga unaowachoma Wakristo, ule moto wake unaleta mwanga kwenye maisha yake. Huyu Nero ndiye aliyemchinja Mtume Paulo kichwa mpaka kufa. Huyu Nero ndiye aliyemsulubisha Mtume Petro kichwa chini miguu juu. Sasa kipindi cha utawala wake huyu Nero mkatili ndicho kipindi ambacho Mtume Paulo anamwandikia barua hii Timotheo. Anasema, ninataka kabla ya mambo yote nataka dua, sala, maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Kwamba Nero pamoja na ukatili wake, lakini nataka maombi na dua zifanyike kwa ajili yake. Paulo anamuhimiza mwanae wa imani kwamba wajibu wa kanisa ni kuwaombea watawala na wote wenye mamlaka. Haijalishi watawala hao ni wakatili, haijalishi watawala hao mnawaona ni wabaya, lakini kanisa lina wajibu wa kuwaombea. Lakini cha ajabu kinachonisikitisha na kunitoa machozi ni pale ninaposhuhudia kanisa la Tanzania badala ya kuingia katika dua, sala na maombezi, matokeo yake tumejikuta tukihimizana kushiriki maandamano. Tunahimizana kutaka kuiondoa dola kwa nguvu. Tunahimizana kutaka kupambana kwa nguvu zetu sisi.
Ndugu zangu, vita vyetu sisi tuliookoka si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya. Ndugu zangu, masuala haya ya kupambana na dola kwa mkono wako au kwa nguvu zako yamewahi kuliponza kundi linalojiita kundi la Wazelote siku za Yesu. Na Yesu pia alikuwa na mwanafunzi wake mmoja aliyekuwa anaitwa Simon Zelote. Zelote sio jina lake la ukoo. Zelote ni jina la kikundi ambacho kilikuwa kinabeba itikadi hiyo. Kikundi hicho cha Wazelote kiliamini kwamba wajibu wa kuiondoa serikali ya kikoloni ya Kirumi madarakani lilikuwa chini ya mikono yao. Watu hawa wakaanzisha operation ya kuwachinja viongozi wa Kirumi kwa siri. Wakaanzisha pia operation ya kuwachinja Wayahudi walioshirikiana na serikali ya Kirumi. Kwa leo hii tunaita machawa wa serikali ya Kirumi. Kundi hili, ndugu yangu, halikuwahi kufanikiwa hata siku moja. Badala yake likaleta matatizo, likasababisha Jemedari Tito mwaka wa 70 baada ya Kristo kuzaliwa akaivamia Yerusalemu, akalibomoa hekalu, akalikamata taifa la Israeli kwenye mikono yake, akawatawanya Wayahudi dunia nzima, na taifa la Israeli likafutwa tangu ule mwaka mpaka mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, kanisa halitakiwi kuingia kwenye masuala ya kiharakati, kwenda kushiriki maandamano, kuvunja mali za watu. Badala yake kanisa lina wajibu wa kuingia magotini, kufanya dua, sala, maombezi na shukrani kwa ajili ya watawala. Kwa sababu ndugu zangu, wote tunakubaliana kwamba kila mamlaka unayoiona, iwe nzuri machoni pako ama iwe mbaya machoni pako, lakini mamlaka hiyo imewekwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama ni Mungu ndiye mwenye kuiweka hiyo mamlaka, basi mwenye wajibu wa kuitoa ni Mungu mwenyewe. Ndugu zangu, haijalishi unapenda, haijalishi hupendi, lakini wajibu wako kama mtu uliokoka ni kuiombea serikali, ni kuwaombea watawala. Haijalishi ni wakatili, haijalishi ni wabaya, haijalishi ni wazuri. Ninalita kanisa, ninawaita watu tuliookoka, tuingie kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Ikiwa haifai kubaki madarakani, basi Mungu ataiondoa kwa namna yake mwenyewe. Na ikiwa inafaa kukaa madarakani, basi Mungu ataisimamisha kwa nguvu zake mwenyewe. Daudi anasema, upanga wangu hautaniokoa, wala sitautumainia upanga wangu. Ndugu zangu, hayo ndio maisha yetu wa Kristo tuliookoka. Hatutakiwi kutumainia panga zetu, hatutakiwi kutumainia nguvu zetu. Tunachotakiwa ni kumwacha Bwana aachilie mkono wake utende mambo ya ajabu. Nasikitishwa sana kuona watu wanaojiita watumishi wa Mungu wakitoa nabii mbalimbali na wakitaka kuzitimiza hizo nabii kwa kuhamasisha maandamano. Binafsi sikubaliani na hilo. Mungu ibariki Tanzania. Tanzania ni yetu sote. Mungu amsha kiu na shauku ya maombi ndani ya kanisa la Tanzania. Tuwaombee watawala, tuwaombee wafalme. Ikiwa ufalme wao utasimama, basi Mungu ukausimamishe kwa mkono wako. Na ikiwa ufalme huu utaanguka, Mungu ukauangushe kwa mkono wako. Watanzania wenzangu, wa Kristo tuliookoka, turudi magotini, tumlilie Mungu kwa ajili ya nchi yetu. Na hapa anamaliza kwa kusema, hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu. Hili nililolitamka ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu. Shalom. Barikiwe sana.